Naam, karibu sana wote ambao mko unasikiliza Baraka1 TV kutoka DRC. Tuko majira ya saa 6 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, baba la baba mzee wa Ngwasu, mambo niko na kurushia haya matangazo all the way from Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu sana kwenye mitazamo mbalimbali ya Karibu sana kwenye matangazo yetu ya mchana huu wa leo. Tutakwenda kuzungumzia hali especially ndani ya tarafa ya Fizi, jinsi kuendelea kati ya Twigwaneho, Redi Tabara, Android, M23 na Wazalendo katika kila maeneo. Lakini kabla kwanza ya hivyo, tutoe rai kwamba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na hali ambayo iko inajiendeleza maeneo ya Mtambala. Mtambala pale kwenye daraja la Mtambala inagawa Katanga pamoja na Malinde. Sasa ili daraja ambalo mko mnaliona, kuna ajali ilifanyika pale, na hiyo ajali ni magari makubwa yanayoenda Misisi kutoka Uvira kwenda Misisi. Kiukweli hilo daraja limekwisha kuharibika kwa ndani, na ni miaka mingi sana limekuwa likiharibika hivyo. Linafanyiwa ukarabati ambao ni hafifu, wala sio ukarabati unaostahiki. Utafahamu tu kwamba hilo daraja ni la miaka mingi, miaka kenda, miaka rudi, liko hivyo hivyo. Kila likipata kaitilafu kidogo linakuja kurekebishwa, lakini alikuwa linarekebishiwa kadiri jinsi inavyostahili daraja kurekebishwa. Na utakumbuka kwamba madaraja mengi DRC ni yale ambayo yamejengwa katika kipindi hicho cha ukoloni, kipindi cha Wabeleji. Mpaka leo unakuta mambo mengi yamekuwa yamevurugika, lakini serikali ambazo siku zinakuja zinashindwa kusema kwamba tunaweza kuvunja hili swala lishakaa muda mrefu, tuvunje ili tuweke jipya. Wanachokifanya tu wao ni kuendelea kujilimbikizia na kuendelea kujitajirisha wao wenyewe pamoja na watu wao wa karibu, huku faida za kitaifa zikiwa zinatelekezwa. Kwa hiyo serikali inabidi ichukue majukumu yake mkononi iweze kurekebisha hilo daraja. Endapo hilo daraja litaanguka, ina maana kutakuwa hakuna mawasiliano kati ya Uvira na Fizi. Naposema Uvira na Fizi simaanishi tu kwamba ukifika pale unakuwa hauwezi fika Baraka, hapana. Utatoka Uvira unafika Baraka, ukifika Baraka hautafika Fizi Center. No, makao makuu ya tarafa ya Fizi ndio Fizi kwenyewe Kalembelembe. Kwa hiyo hilo daraja hapo ni la muhimu sana sana sana. Na kwa matikio pia watu kutoka maeneo ya kuanzia Fizi kule kuendelea Misisi, Nyange, wapi hawatakuwa na access ya kuja Baraka sababu hilo daraja limeharibika. Na ni kutaarifu tu kwamba hayo maeneo yote, huo mtambazo wote hapa, hakuna nafasi kwenye kunaweza kukasimamishwa daraja la kusema kwamba litajengeko la haraka haraka ili watu waanze kupita ile ambao wanasemaga deviation. Hakuna deviation pale, ni hilo moja tu. Kwa hiyo huko kila sababu ya kulisimamisha kwa umakini na kulitengeneza ili lisije likaharibika lote moja kwa moja. Sijui kwa nini viongozi wetu wanashinda mpaka kitu kianguke kabisa, kiharibiki kabisa ndo waanze wajitokeze. Inakuwa ni jambo ambalo haleti mantiki yote. Sasa tuzungumzie masuala ya ushawishi na vita ambazo ziko zinaendelea huko Minembwe na sehemu zingine. Kiukweli nitakuletea ujumbe kwa wale ambao walisikiliza habari za moto asubuhi, licha kwamba haukuwa wote, lakini ni ujumbe mpana sana. Ni mpana, ni mzito na unastahiki kuweza kuusikiliza kwa makini. Nikianza kukuambia kwamba ndugu zangu ambao mko mnasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, zaidi wale wa jamii ya Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge, wanapatikana huko maeneo ya nyanja za juu. Ndugu zangu, siku nyingi tunakuwa tunawaambia haya mambo, na kati yenu pia kuna wale ambao washakiri na wanaendelea kukiri kwamba vitu ambavyo mko mnafanya sio nyinyi, bali mmeingiziwa pepo ya Kagame. Attention na pepo ambaye anaitwa Kagame. Kuna jini, huyo jini Makata anaitwa Kagame. Kuna jini mwingine anaitwa Yoweri Kaguta Museveni. Hizi jini mbili zisha watengeneza akili mpaka mnajikuta mwaya kurudia nyuma mnashindwa, lakini bado hamjachelewa. Nafasi mnayo nafasi ya kusema kwamba bwana, sisi true tushafanya vitu vingi lakini vinashindikana.
Hivi tokea mwanze kuandaa hii vita ya kuigawa Kongo, ya kusema kwamba nyinyi mna haki ya kutawala Kongo, mna haki ya kuwatawala Wakongomani, waliwadanganya. Hamna ile uwezo ya kusema kwamba mnaweza kuitawala Kongo, kuwatawala Wakongomani. Mlikaa wakati wa RCD kama ni miaka 5 hivi. Grand Kivu, Mko Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema huko nafikiri mlikuwa mko RCD mnaenda kabisa. Lakini mlishindwa kujiautoproclame kwamba sasa hivi sisi tunachukua este ya Kongo na kwa ni yetu. Mlishindwa. Kwa nini mlishindwa? Kwa sababu there is no way hii kufanya hivyo na mkafanikiwa. Haya, mnakuja mnaanzisha tena vita nyingine CNDP. Hivyo mnaenda tena inashindikana. Tena mnakuja na M23 inashindikana. Tuanze kwanza mwanzo. Wakati Zaire iko vizuri na Rwanda chini ya Habyarimana, mambo yalikuwa shwari. Watu waliishi vizuri. Kulikuwa hakuna shida yoyote. Na siku zote wewe kama ni mdogo, hebu jikubali kwamba wewe ni mdogo. Historia iko wazi. Wabeleji waliweza kugawa Afrika pamoja na wazungu wengine. Wakakubaliana tugawe Afrika, partage ya Afrika. Wao ndio walikuja kugabulia mipaka. Tulikuwa tunaishi deja tunajiona kwamba hawa ni wa huku na hawa ni wa huku. Sasa ujio wao ndio wakafanya sasa ile ambayo wao waliita partage ya Afrika. Lakini kabla ya wao kuja, Mkongo mlikuwa mko watu wanaishi, na Rwanda mlikuwa kuna watu wanaishi Rwanda. Tanzania kuna watu walikuwa wanaishi Tanzania. Kwa hiyo walikuja walikuta watu wanaishi. Na mipaka ilikuwa hiko. Sawa? Kwa hiyo wao kuja kugawa ile mipaka yao haimaanishi kwamba waligawa kwa kukonsulte kwanza wenyeji watu. Walifanya kile ambacho wao waliona kipo kwenye uwezo wao wa kufanya, ndo wakafanya vile. Sasa niuletee hii point moja. Nyinyi mlipumbazwa na wenye Rwanda. Kumbukeni wakati vita inakuja Rwanda, mkakimbia, mkaja kujikuta Kongo. Wamoja waliletwa kuja kufanya makazi Shonge mara mingi, makazi ya viwanda, wengine kuja kuchunga ng'ombe, walikuja baba zao na kina Rubero walikuja kufanya kazi kwenye maviwanda. Baadaye wakaita familia zao zikaja zikakaa, mkaenda kujiselea fasi moja, kwa sababu nyinyi ni wafugaji. Lazima muende sehemu kwenye kuwa pori, kwenye kuwa majani mazuri, mkapanda milima ya juu, mkaanza kununua viwanja kwa wenyeji kule. Unampatia ng'ombe kitoto cha ng'ombe, wanakupea kiwanja. Hivyo ikaenda hadi mkajikusanya, mkajikuta kwamba mko sehemu moja. Baada ya kuanguka kwa Habyarimana, Wahutu wengi walikuwa Rwanda wakakimbizwa. Walivyokimbia na wale ambao walikuwa upande wa Habyarimana walivyokimbia, Umoja Mataifa ukaomba hifadhi ya Zaire iwafungulie mipaka, mkaingia Kongo, mkaja kuishi Zaire. Baada ya kufika Goma ikabidi mjeparpie, mkaenda hawa huku. Waloenda maeneo ya Ituri kule wakawa ni Wahema, Masisi, Maruchuru, kuna Wanyabwisha. Baadaye mkajigawagawa hivyo. Yaani kila kwenye mko mnaenda mnabadilisha jina ya yale maeneo. Usisahau kwamba hivi Kongo Brazza vile mko najiita Wanyakitele. Jamii ile moja. Sawa. Hiki una maana kwamba Selix mkwenda mnabadilisha majina na misemo, na ndogisi ule uhalisia wenu uko unaenda unapotea. Na hamwezi kujifanya kuwa wenyeji wa sehemu bila kuwa en collaboration nzuri na wenyeji wake. Kongo imegawanyika kwa misingi ya maeneo, kwamba hawa ni wanya fulani wana eneo lao, hawa na fulani wana eneo lao. Sasa watoto wenye mko Minembwe, watu Igwaneo, mko mnaharibikia nini? Mko mnapotezea maisha yenu nini? Mko mnafia nini? Hakuna faida. Tuliishi huku miaka yote hii kwa amani na ushirikiano. Mlikuwa mnakuja huku chini, mnanunua chumvi, mnanunua vitu vyenu, mnapeleka kwenu, mnaishi vizuri. Mlikuwa mnaheshimu wahami wetu wa asili. Mlikuwa mko barikonesa kwamba kapita wa hapa ni mtu fulani, chef de groupe fulani ni mtu fulani, na mlikuwa mnamuenda kumuona chef, mnaenda mnampa maziwa, mnampa ng'ombe, na mlikuwa mnaipa kodi zenu. Sawa. Wakati wanakuja kuwaletea ile sumu ya kusema kwamba mtatawala, ndio mkacharuka. Sasa mnaingia porini, mnaanza kupingana na serikali.
mnaanza kutengeneza mauaji ya nyie kwa nyie, kisha mnaipatia serikali. Watu wanatoka Rwanda wanakuja wanawadanganya. Mimi kuna story moja yenye niliambiwaga na mtu mmoja wa hiyo jamii yenu. Akaniambia watu walitoka Rwanda wakatufuata huku milimani. Wakatuambia angalieni mnaweza kuchukua hii nchi na mkaiongoza. Kwa hiyo leteni vijana wenu twende tuwafundishe. Mnyarwanda wa milimani huko alikuwa hatumii silaha. Walikuwa na yale magobore yao ya kuchungia ng'ombe zao. Si ndio? Baadaye wakachukua vijana wakawapeleka kwenda kufundishwa masuala ya kivita Rwanda, Uganda. Wakaingizwa ndani ya jeshi ya RDF, ya UPDF, wakafundishwa kule, wakamalizwa, wakaja wakaletwa. Wakati vita ya AFDL inakuja, wakajikuta na wao pia wakaingizwa ndani ya AFDL. Objective yao ni kwamba wakaambiwa nyinyi mtachukua nchi ya Kongo, mtaiongoza. Wakina Ruberwa, wakina Nyarugabo wakaingia. Ruberwa wakati iko nasoma kwa university Lubumbashi, alikuwa vice president wa banani wa ressortissants ya refugee Rwandais Kongo, Ruberwa. Unaona? Na wengine walikuwa pale. Refugee Rwandais biko pale. Donc historia yao yote iko clear. Banaanza kuja sasa kuanza kukataa historia baada ya kujiingiza kwenye masuala ya kutaka kuchukua nchi kimabavu, kitu ambacho hakikubaliki na wala hakiwezi hata kukubalika. Wakaingia kwenye mfumo sasa wa kupigana upande wa AFDL. Wakatengeneza scenario za kuweka etikete mbele za Wakongole, ikiwemo pia mzee Laurent Desire Kabila. Wakaweka wazee wengine wakina Masasu Ngando wa Kisasu, wakaweka wengine wakina Artire Zaidi Ngoma walikuja baadaye, na wengine tu walikuwa wengi sana. Historia kwa wale wazee ambao wako nayo wanaijua. Ile metiketi zote zilikuwa mbele za MUAFDL. Sasa mzee Laurent Desire Kabila alikuja kuona malengo na nia yao, ndio maana akapindua meza. Na mzee Laurent Desire Kabila alikuwa kunasema wazi kwamba jamani, ingizeni watoto jeshini, hawa ambao tuko nao watarudi kwao. Na ndio ilikuwa convention ile. Kumbe wao wako na plani zao zingine za kutawala nchi. Na ndio maana pia wakatengeneza Wanyarwanda hawa ambao wako milima ya juu, Minembwe, Mikenge, Tuetue na sehemu zingine, ili wao wabakie na ile chembe ya kusema kwamba ni ba resista biko na defendre community yao. Of course baada ya pale AFDL ikachukua nchi. Mzee Laurent Desire Kabila anachukua nchi. Chef d'Etat Major General des Armées James Kabarebe anakontrole Congo na Kigali. Sawa. Ministre wa Affaires étrangères Rwandais. Bengine bote ba Rwandais bakachukua maposte clé, na ule ndio ulikuwa mwanzo wa infiltration wa armée yetu Kongoleze. Infiltration haikuanza wakati wa Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe, hapana. Wakati wa mzee Laurent Desire Kabila, kwa sababu kitendo cha kupatia ministeri ya exterieur un étranger comme ministre wa affaires étrangères, no ilikuwa ni deja ni kitu kiko étrange, hauwezi ukakielewa mwinchi nyingine. Rwanda na mzee mwenyewe alisemaga certain temps tulikia kulamuka asubuhi kuuliza waziri wa mambo ya nje akuage tena ashenda Rwanda. Baadaye kwanza kuona wengi wanaanza rudia Rwanda. Ndio wakati RCD ilitoka Kinshasa wakashuka mpaka Goma na kuanza kujinstale pale. Wakaenda. Donc Rwanda objective yao ilikuwa ni nini? Ni ile kuchukua est ya Congo, kisha placer marionnette kutete, soit atakuwa ni hapa ba refugee Rwanda biko najita Banyamulenge, akwe pale me iko contrôler na Kigali. Na yote tena ilikuwa ni juu ya kubazuia wao wasikue na ile mawazo ya kusema un jour wanaenda rudia Rwanda. Ndio wakacreate mascenario za Banyamulenge na vitu vingine. Inaanza kwa create depuis wakati ya Bagisaro, Lefe Gisaro, Olivier Gisaro na wakina Badirikabe wa Mobutu. Zile zote zilitengenezwa tu juu ya kudistraire banani Bakongole. Na unakuta Bakongole benye biko ba inconscient bakawa wanakaa nyuma yao mpaka leo hii. Sasa bajene ya Banyarwanda biko kumilima biko wanaingia mwi vitu kozi buhi. Basha badanganya, basha bapatia kwamba yeye ni Bakongole d'origine,
washamwambia kwamba Kongo ni yenu, hii Bulongo ni yenu. Nafikiri mlisikia kwenye matangazo yetu kwamba kuna wakati hapa Uvira, wakati wa RCD watu wako naambiwa kwamba Wabembe sio wenyeji ya Kongo, kwamba Wabembe ni wa Tanzania, kwamba Wafuliru ni Warundi, Wamushi ni Wanyarwanda, wenye hii Bulongo ni Wanyamulenge. Unasikia? Sasa ile ni kitu kenye walikuwa bashaanza kujitengenezea. Unaambiwa mwenye Bulongo ni Mnyamulenge, ndo solda wa RCD. Iko nakwambia hivyo. Haya. Sana chukua nchi wote ndio. Unaona? Erezma na baba bilishindikanaka ile wakati, mpaka leo hii ndio kitu kenye biko na hivyo mwakili. Wanyarwanda, ba refugee Rwanda, benye banajita Wanyamulenge, biko mwakili banatia kwamba wao ndio benye hii Bulongo. Tukiuliza komine yenu ni gani? Hapana komine. Territoire yenu ni gani? Hapana territoire. Mulenge ni wapi? Habajui Mulenge. Leo kuko watu wenye biko najita Wanyamulenge biko Etazini, biko wapi? Memulize Mulenge iko fasi gani? Ajua. Muulize eske Mulenge iko kunoro sud este ya RDC? Hajui. Iko mu territoire gani? Hajui. Mimi anajita Mnyamulenge. Unaona? So ile ni probleme sana. Aya, wewe mwenye huko Sud Kivu unajita Mnyamulenge. Mwenye iko Nord Kivu anajita Munyabwisha. Mwenye iko Ituri anajita Muhema. Ile community moja. Wale wamoja. Kwa hiyo ndugu zangu, acheni kudanganywa na Wanyarwanda. Wanyarwanda wanawadanganya ili msirudi Rwanda. Wanyarwanda wanawadanganya ili nyinyi muendelee kupondekana, lakini wao waendelee kunemeka. Wanyarwanda wanawadanganya ili wao waendelee kuexploit minerai ya Kongo illegalement, kisha wawatengenezee nyinyi matatizo na Wakongomani. Sasa hamwezi kurudi Rwanda. Hilo kwanza mkuu mnajua. Na mimi naongea hivi mara mingi. Kurudi Rwanda, hamtarudi Rwanda. Sababu kule Rwanda hamna nafasi. Inabidi muweze kujivalia uhusika, mseme kwamba sisi licha haya yote ambayo tushapitia inachosha, trop c'est trop. Trop c'est trop. Hatutarudi tena Rwanda. Tuishi sasa Kongo, tupende Kongo kama vile Wakongomani wengine. Sawa? Masuala ya kuongoza nchi, si hatupati uongozi. Sasa Kongo iko pei yenye iko democratic. Tunaenda kuma election. Hebu tuambiane ukweli. Wakati mnatoa kandidatire yenu na wengine wanatoa kandidatire zao, mwe mnakosa, mtalilia kwa nini? Eske Mkongo ni nyie tu ndo mnakosaga kuwa eli? Wanafikiri Mkongo tu kuna makabila mangapi zenye hawapataga meme burgomestre? Biko ndani. Mwe mshafiki hadi mnapata ba vice president, ba ministre mpaka leo biko mu gouvernement, ba député nationaux provinciaux muko nao. Na ile yote ni nini? Ni favela yenye serikali inakoka inajaribu kuwapatia. Juu tu ya kuna kama itabakalme, me amuko maîtrisable. Hamupendi kufuata manorme. Tukichukulia Gisaro hawezi kuchaguliwa hapo Uvira. Lakini Gisaro walimpitisha tu juu ya Masai, juu ya kukalme situation. Ushelewa? Me normalement Gisaro hawezi kupita. Sasa wewe unataka uchaguliwe. Ushasikia depute Munyindu? Siwazii kama nisha kumsikia Munyindu mimi. Wabwari wapo, mshawasikia? Makabila mengine wapo, mshawasikia? Wambote wapo, mshawasikia? Makabila yako mengi sana mu republic yenye abapataga meme hata bourgmestre tuseme. Ni tasema chef de quartier iko kule kwa quartier yao. Me bourgmestre wa ville, wa commune hawajapatikana. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunaenda katika uchaguzi. Na tuko pays democratique. Sasa msililie mpewe kitu ambacho nyinyi hamna uwezo nacho. Walio wengi siku zote ndio wanaongoza. Sasa la demokrasia no? Walio wengi ndio wanaongoza. Wewe utapenda kuongoza na mko wachache. Kwa hiyo ndugu zangu vijana ambao mko huko milima ya juu ndani ya Twirwaneho na Red Tabara, wekeni silaha chini, tokeni kwenye makundi hayo. Hayo ni makundi ya kihalifu na hayatawapeleka fasi.
na ndoto zenu zemkuwa mnaweza sasa enjoy mtadirije Kongo. Uongo, haitatokeaga. Hiyo ni ndoto za asubuhi. Hamtachukuaga nchi. Nchi hii itabakia kuwa mikono ya walio wengi. Baada ya uchaguzi ndio wataongoza nchi. Kama nyinyi mtu wenu atachaguliwa, hataongoza nchi. Lakini aseme kwa nguvu hivi, mje na nguvu, haiwezekani. Hawa wote wako na ngamba mko mnaona, wale wote hakuna kwenye watawapeleka. Kagame iko na wacheza mchezo, hakuna kwenye watawapeleka. Mtateseka tu bure na kuna faida yote mtapata. Kwa hiyo ndugu zangu, tumieni akili kichwani. Tafuteni nafasi yenye mnaweza kutumia ili angalau sawa, muombe msamaha kwamba tunajuta na hatutarudia tena. Wakongomani wako tayari kuwasamehe. Na turepare, tuweke silaha chini ngambo zote ili tuweze kufuata mambo yakae sawa. Lakini tofauti na hivyo, msiwazie kwamba wakati tuko tunawaambia hivi kwamba ni kwa sababu hatuna uwezo wa kufanya jambo. Hapana. Mambo yashapitia mengi, watu wengi washakufa Kongo. Inachosha. Hivi sasa wakati tumalize. Eske mshafikiria kwamba tutaendelea kuishi hivi mpaka mwaka gani? Tutaendelea hivi ubabe, hao ndo wababe, hao ndo wanaweza, hao ndo wana nguvu mpaka siku gani? Risasi, uko na risasi, uko na risasi. Risasi chakula chake mnajua ni nini? Hakulagi udongo, haili majani. Sawa, ili risasi kwamba isemekane ilifanya kazi, ina chakula chake. Elewa. Sasa tutafikia hatua miaka yenye iko inakuja tutakuwa tutaangaliani usoni. Ya nini tufike kule? Kwa hiyo ningewaomba wote ambao wako wanaenda kule kujiunga na makundi ya waasi watoke waje serikalini. Serikali yenye inajulikana ni serikali ya Kinshasa tu. Hakuna serikali ya AFC, hakuna serikali ya M23. Hiyo ni kujichanganya bure tu na hakuna ambacho mtakipata. Hebu tusikize ujumbe huu afu tuje tumalizie. Vijana wenye kuhangaika, wenye kuteseka katika Twirwaneho Android M23 Red Tabara huko kwa maeneo milima mirefu Uvira, Fizi, Mwenga, tunakuja kuwasalimu na kuja kuzungumza na vijana wa Kitusi wenye kuendelea kutaabika, wenye kuendelea na kuteseka, kuumia na kukosa tiba, wenye kujikuta katika chama mhuni hawa majangili wa M23 Twirwaneho kwenye milima mirefu ya Minembwe, milima mirefu ya Bijombo, milima ya Muramvya, Kumugeti, milima yote kama vile ya Kalingi, tuwe Rusanguku, kama vile Mikenge, nafasi zingine kama hizo. Vijana na wapepea mkono wa kulia na kuja kuwasalimu na kuwapongeza katika matatizo mnayokumbana nayo siku kwa siku. Ona gisi adui amewafanya kuwa business yake, gisi adui Mnyarwanda Kagame amewafanya kuwa ninyi watumwa. Unapoumia hamupati tiba, hamuna chumvi, hamuna uganga, hamuna chochote cha kuwasaidia. Kwa nini mtu wakamate mateka awafanye kuwa business? Munakufa siku kwa siku. Bo banabakia mule mubiti, biko banapiga mahesabu ya makuta ngapi bataingiza mwisho ya mwezi, makuta ngapi wataingiza mwisho ya wiki. Badala ya weye kufa kudamu isiyokuwa na akili kuharibika, bo banaendelea kuwina. Weye banakufanya business, weye banakufanya biashara. Batoto yabo bale bagayare mbana badanganya mweye, me batoto yabo kuwa kimulinyi de fro. Munaangalilia wapi vijana wa Kitusi? Munaonea wapi? Macho iko nyuma, iko mbele. Akili timamu kweli? Munakubali kabisa muendelee kuwa viozo? Munaumia vitani, hamupati dawa, jala kwenda mbele, hali yote ya mateso munayo, munakumbana nayo na hamutegemei mshahara wowote na hamutegemei cheo yoyote. Inchi hamutabalikanize. Sasa kutufanya batumwa sisi wa autoktoni, hamutatufanya watumwa. Hii inchi haitabadilika kuwa Rwanda ya pili. Kwa nini muendelee kudanganyika sana? Leo nimekuja kama vile Yohane Mbatizaji aliyekuwa kitoa matangazo katika nyika la Wayahudi, ambaye aliambia watu tengenezeni mapito yenu,
nyosheni njia, kwa sababu alielewa ya kwamba atakayekuja nyuma yake atakuwa mfalme. Ndugu zangu, acha niwaambie ya kwamba vijana wa Kitusi, nimekuja kudondoa machozi, niko nalia juu yenu, niko nalia juu yenu, vijana wazuri kama ninyi. Angalieni miaka yenu, angalieni vimo mnavyo, angalieni. Kuna wengine ni wasomi, kuna wengine walikuwa waombaji wa ngazi za juu, kuna wengine walikuwa wanafanya kazi kubwa, wanafundisha watoto, wengine ni baganga, wengine, lakini leo wamekufanya business, wenzako wanakudanganya. Lakini tunasema milango ya government iko wazi. Leo tunasema karibu, wende ufanye linalowezekana, toroka, njia zote ziko wazi. Weka mikono juu, tutakupokea. Kama uko mgonjwa, tutakutibisha. Kama uko blesse, tutakutibisha. Kama unataka urudie katika maisha yako ya kila siku, tutakurudisha. Kama unataka sijue uende wapi, tutakusafirisha. Maana sisi hatupigani na rangi ya mtu, sisi hatupigani na umbo ya mtu, sisi hatupigani na lugha ya mtu. Hapana. Kongo haijawahi kusenye hiyo vita. Kongo haijawahi kuokazione hiyo vita kati yenu na sisi, kusema tupigane juu ya rangi, tupigane juu ya lugha, juu ya sura, juu ya tai na kadhalika. Hapana. Huyo mtu anakufanya kuwa biashara, anakudanganya, anakuweka pale, mumedanganyika, Mungu mnapigana vile, jina inaishia pale. Jamaa yako itasufriri, batoto wanasufriri, bibi anasufriri, bandugu yako wanasufriri. Hakuna mshahara wowote, na hakuna siku Kagame atajua seme kijana Ntungane alikufa, kijana Gakunzi alikufa, kijana Semahoro alikufaka, acha basi tusaidie hiki wala kile. Ile haiko, ile haiko. Kama uwenjo nani, kama uwenjo nani sijue jina yako, lakini kwa jina lako nasema kuja. Uzalendo wa Kongo unakutega mikono. Sisi siyo wa kriminali, sisi siyo wauaji, sisi siyo mabandia, sisi hatuna probleme na lugha yako, hatuna probleme na kabila yako, hatuna probleme na chochote. Lakini huyu mwenye kupanda division kati yetu, huyu mwenye kukudanganya kama atakupatia inchi ndani ya ingine inchi, anakudanganya. Huyu mwenye kwa nakuambia atakuzalia ingine inchi ndani ya Kongo, iwe yenu inchi ya binafsi, ile inchi haiko. Huyu Bisimwa, huyu Nanga, huyu sijue kama Njoo Kagome, huyo Skelete Kagome, huyo kama nani, hakuna batoto yabo mulinye defro. Ile nakuambia wende uiandike na kalamu ya chuma, hautaona batoto yabo mulinye defro, hakuna siku. Abo benye biko banajitapa leo, na kuambia hivi, weye utasahaulika wala habata kukumbukaka daima. Hakuna chako kenye kinabakia, hakuna cha furaha, hakuna cha kuwina, hakuna cha kupata cheo, hakuna cha nini. Kongo ingali na bapenda, ingali na bahitaji. Wekeni silaha chini, na kama unataka kazi ya jeshi, kuya mgovernment ya nchi. Kama unataka uzalendo uko pale. Kama unataka sijue ukuwe patriote, karibu milango yote iko wazi. Yesu anabaambia bale Bayahudi, njoni kwangu ninyi nyote munaolemewa na kusumbuka, kusudi nipate kuwapumzisha, kwa sababu nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, asema Bwana. Hiyo vijana wa Twirwaneho, vijana wa AFC, vijana wa Android, vijana sijue wa Sovole Kongo, sijue banani, basi kudanganye tena. Hii sio wakati ya kudanganyika. Hakuna rebelio yenye tafika ka Kinshasa tena, haiko. Hakuna mkitante munjia za kudeta, hamuta faulu. Mkitante munjia za kusema tupigane vita tangu Goma mpaka Kinshasa, hiyo haiko. Mkitaka kusema acha basi tugabule Kongo, tuwe na yetu Kongo ndani ya nchi ya Kongo, ile nayo haiko. Sasa kwa nini uendelee kudanganyika? Eske mpaka depuis wakati Ngarula alianza kusema, Ngarula Patrick, mpaka leo hujaelewa? Hujaona kama baba ndugu biko na kudanganya? Na wale bote benye balitoroka Mutwirwaneho tukabapokea, ulishasikia kuko mwenye alikufa? Pale benye balitoroka kabote kama Gisuna bajua bakaenda kwa nani, kwa Rufora,
bengine bakaenda mu Barundi baliye betu, bengine bakaenda bakajiripoti pale Rugezi, bengine bakajiripoti ku Point Zero. Bazalendo bana bajere mzuri hivi mpaka leo ukibaona ndugu yangu na beusi balishakuwa bekunda na bale benye balikuwa bamiyoto balikuwa balishakagonda sana, leo wamekwisha kunenepa, banavala mzuri, banapata chumvi, banakunywa chai, banakula bugali na kila aina ya samaki na kila aina ya samaki na kila aina ya nyama na kila aina ya legume. Uko naendelea kudanganyika kweli? Sikia vyenye banaanza monte leo bana monte projet yabo. Acha batuchonganishe na aba batusi benye kuongea lugha ya Kitusi benye balibakia mu guvernema benye mwe muko munaita Banyamulenge. Aseme batatuchonganisha nabo, baseme kama biko babaya, baseme kama banabaleteaka habari sisi mbo banapiga mingini kupitia bale benye biko banabapatia ma information uongo mtupu. Sisi radare zetu zinabasoma na tunabastafisiri kile kenye balianza kupanga. Tulete maudio yenyewe nasema hivi, tulete maudio yenyewe nasema hivi, tubachanganyikishe na bengine baanze kusema unasema siri, una dévouer secret, nini na nini. Ile yote baliipanga mu réseaux sociaux, mu groupe zabo, ma retroviseur zetu zikabasoma kinaganaga. Na wazo liona audio yabo pale kwenye bali confirmer kufanya vile. Lakini acha nikwambie kama yota muive kama vile pacificateur wa Hona Mwaye Plateau territoire ya Uvira Fizi Mwenga analeta hii sauti ya dakika 10 na zaidi kukusii sana mahali ulipo. Acha kukamata bunduki yenye haitakusaidia na haitakuingizia kitu, haitakuingizia kitu. Kijana, kuja kungali mapema, milango iko wazi, tukupokee, tukurudishe mu maisha ya kila siku. Kama unapenda kijeshi utapata, kama unataka nini hapo sawa. Mungu akubariki Na asante sana. sana, tunashukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV, na huu ndio mwisho wa matangazo yetu. Mengine tukutanani majira ya saa 9 kupitia Baraka1 TV. Ni ndugu yako hapa, the one and only town DJP. Chao chao.